Kumwamini Mungu kumefungamanishwa na kumpenda Mungu. You cannot trust in God kama hujampenda Mungu. Ni tofauti sana na vile wanadamu tunafikiri. Ndiyo maana Yesu anasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sasa kwenye moyo kuna nini? Anasema kwa nguvu zako zote, katika jitihada zako zote, na kwa akili, katika maarifa yako yote mpende. Kwa sababu kumpenda Mungu kumefungamanishwa na kumwamini. The more unakaa naye, the more Mungu anajifunua kwako. Sasa nisikiliza hizi namna vinavyoshabiana. Kumpenda Mungu kutakupa kukaa naye sana, kutakupa kumtaka sana, kuzungumza naye sana, kulifahamu pendo lake zaidi. The more unamfahamu, the more anajifunua zaidi kwako, na the more anavyojifunua zaidi unamwamini zaidi. Na the more unampenda, the more unazama kwenye mapenzi yake na kupendana naye, the more unaenda deeper. Ndipo unapoanza kupoteza sense of yourself. Ndipo maombi yako automatic yanazidi kubadilika. You are no longer praying for things, but things are happening. Zama kwenye pendo, zama kwenye kupendana naye, zama. Ifike hatua unaingia into prayer room, you have nothing to pray. Huna cha kuzungumza naye kuhusiana na mahitaji. You are just talking to him about his love na mambo yake. Anakupa siri zake, unasikiliza. Na akupi tu ili eti ukahubiri, anashare na wewe siri zake, kwa sababu Mungu anashare siri zake na marafiki zake. Kama ambavyo wewe unao marafiki zako ambao unashare nao siri zake, ndivyo ambavyo na Mungu naye haongei siri zake tu kwa mfuasi yoyote, kwa mtu yoyote. Ndio maana it's not enough to be a follower of Christ, because a follower might not know the person. Ndio maana unaweza kuwa na account ya Instagram, una followers, wale followers wanaweza kawa hawajawahi kukutana na wewe, but when you have, Mungu anatafuta rafiki zake. Ndio maana watu wengi kwa kutokujua mmepishana sana, kwa sababu si mnaangalia nje. Samueli anamwambia Yese, nyinyi wanadamu mnaangalia nje jinsi ambavyo mnatazama, lakini Mungu anaangalia moyo. Ndio maana kuna watu msiowadhania kabisa ambao nyinyi mnaona hawastahili, na Mungu anakaa nao, anazungumza nao siri zake. Anasema, mwanangu, sina haja ya kuambia sana kwamba wewe ni rafiki yangu. Wewe wacha tu, matokeo yatajitetea. Kaa hapa tuzungumze mambo yetu. Wataona tu kuna namna ukwami, wataona tu kuna mambo yanaenda, wanajiuliza wale wajui mimi na wewe tuna vikao vyetu, tuna siri zetu, tunajuana. I don't need to expose to anybody. Same to God. This is how he does.